Marekani imefikiria kuipa Ukraini makombora yake ya Tomahawk, moja ya silaha kali zaidi katika ghala la silaha za kawaida la Marekani. Vladimir Putin amejibu akisema kuwa hatua hiyo itakuwa ongezeko kubwa la mgogoro. Ameuliza, je, Tomahawk yaweza kutudhuru? Ndiyo, yaweza. Ni ishara kuwa Urusi ina wasiwasi mkubwa. Makombora haya yana uwezo wa kufika hadi umbali wa maili 1500, takribani kilomita 2400. Ukraini tayari imeweza kulenga maeneo ndani ya Urusi kwa umbali kama huo, lakini utofauti ni kwamba Tomahawk yanaweza kubeba makombora yenye uzito wa karibu kilo 450, nguvu kubwa zaidi ya yale ya drone za Ukraini. Ukraini imefanikiwa kutengeneza silaha za drone za umbali mrefu zenye uwezo mkubwa, lakini nguvu ya mlipuko wa Tomahawk inaziweka drone hizo katika kivuli. Makombora haya yamewahi kutumika mara nyingi. Marekani ilirusha makombora 30 dhidi ya Irani wakati wa mashambulizi ya kiangazi kwenye miundombinu ya nyuklia yalitumika Syria mwaka 2017, na jeshi la maji la Uingereza lilirusha Tomahawk katika meli ya Walibya wakati wa mapinduzi yaliyomuondoa Muammar Gaddafi. Mara ya kwanza yalitumika mwaka 1991 katika vita vya Ghuba. Kihistoria, Tomahawk yalikuwa yakizinduliwa kutoka meli na manuari, ingawa kulikuwa na toleo la ardhini lililoitwa Grifoni, lakini pia kuna Tomahawk ambayo inaitwa Trifoni. Mfumo huu ama makombora haya kwa muda mrefu, makombora haya hayakuruhusiwa kuwekwa Ulaya kwa sababu ya mkataba wa INF, Intermediate Range Nuclear Forces, uliokataza Marekani kuweka makombora ya ardhini ya masafa ya kati Ulaya. Lakini Marekani na Urusi zote zimejiondoa kwenye mkataba huo, jambo linalosababisha mazungumzo haya mapya. Pia kuna taarifa ambazo zinasema Marekani inaweza kuongeza ushirikiano wa kijasusi na Ukraini ili kusaidia mashambulizi ya umbali mrefu. Silaha hizi zinahitaji ramani sahihi za kijiografia na taarifa za mifumo ya vita vya kielektroniki na rada ili kuepuka kudunguliwa. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, amesema Marekani tayari imeshafanya hivyo. Mashambulizi ya Ukraini yameendelea kulenga vituo vya mafuta vya Urusi. Mnamo Oktoba 1, kiwanda kikubwa nchini Urusi kilishambuliwa. Siku iliyofuata, droni ziligonga kituo cha kusafisha mafuta cha Oski, takribani maili 1000 ndani ya Urusi. Picha kutoka Samara zilionyesha vizuizi vya nyuma vya mitambo, ishara kwamba Urusi sasa inalinda viwanda vyake dhidi ya drone. Kulingana na gazeti la Kiev Post, Ukraini imeharibu hadi 38% ya uwezo wa Urusi wa kusafirisha mafuta. Hii imesababisha uhaba mafuta, ongezeko la bei na vituo vya mafuta kufungwa, hasa Crimea na mashariki mwa Urusi. Hata hivyo, Urusi nayo imepiga hatua. Ripoti ya Financial Times imesema kuwa makombora ya Urusi Iskander-M ya ardhini na kinzani yanayorushwa angani yamepata maboresho ya programu yanayoyafanya kubadilisha njia angani, hivyo kuwa ngumu kuyazuia. Kiwango cha uzuiaji wa makombora hayo na Ukraini kimeshuka kutoka 37% mwezi Agosti hadi 6% mwezi Septemba. Moja ya mashambulizi hayo yaliharibu kiwanda cha drone karibu na Kiev na kuathiri jengo la Umoja wa Ulaya na British Council. Katika mipango ya ardhini, Urusi imeendelea kusonga mbele, ambapo sasa inadhibiti vijiji vingi katika nchi ya Ukraini. Ripoti inaonyesha Ukraini ina upungufu wa wanajeshi, jambo linaloiweka hatarini katika mstari wa mbele. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwaheri kwa sasa.